Ni Maisha Kamili, tuakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji kipindi chetu hichi. Leo tuko siku ya Ijumaa, somo la kwanza robo hii ya pili 2026. Tunaangazia wiki hii, tunaangalia kukagua uhalisia. Kubali hali yetu, kubali pendo la Mungu, kubali kukemewa. Amina. Lakini pia tuzidishe, tuombe Roho Mtakatifu akazidi kukaa katika maisha yetu. Amen. Akatuonyeshe ile pendo, akatuonyeshe ile Kristo ndivyo namna alivyo. Basi siku leo tuko Ijumaa, tunakwenda kutoa hitimisho, lakini pia kujibu maswali. Amen. Tuanze kwa ombi. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa upendo wako mkubwa. Amen. Asante kwa kuwa pamoja nasi tokea tulipo agana jana, lakini leo tena tunakuja kwako, tunarudi tukuombe hekima ile ile, tunaomba maarifa, tunaomba ufafanuzi, tutakwenda kusikia sauti yako kuja pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Kwa hiyo kabla tujazaliwa Mungu alitupenda. Amen. Alitujua kabla tujamjua, alitupenda kabla tujampenda. Yeye ni shina, si matawi. Yeye ni mwanzo, si matokeo. Sisi matokeo. Sasa tunakuwaje katika mwanzo huo sisi kama matawi juu ya shina? Hebu tusikie dondoo kutoka Tumaini la Vizazi Vyote. Ni kitabu sehemu ya pili, kurasa 290, kilichoandikwa na Ellen G. White. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Anafanua sasa, anasema kukaa ndani yake Kristo hakuna maanisha kudumu kumpokea Roho wake Mtakatifu. Maisha ya kujisalimisha kindakindaki katika huduma yake. Amina. Kweli kweli. Nimependa hapa kindakindaki. Njia ya mawasiliano ni lazima iwe wazi kila mara kati ya mwanadamu na Mungu wake. Amina. Kama matawi ya mzabibu ni lazima sisi tushikamane na Yesu na kupokea nguvu na tabia yake kamilifu. Amina. Kwa imani. Kwa imani. Mwisho wa kunukuu. Sasa Ellen G. White na swali la pili hapa anapozungumzia kupokea Roho wake mara kwa mara. Ni swali la kutafakari. Hivi mara ngapi unaomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu? Ombi, naomba Roho Mtakatifu, naomba unijaze. Ni mara ngapi kwa wiki? Mimi niseme ni kila siku naomba. Kanisani unaona tunaliomba, tunaombea jambo hili kila mara? Hapana. Macho sana. Ni nini kinaweza kubadilika ikiwa tutampokea Roho Mtakatifu kila siku, kila mara, kama tutakuwa ni watu wabishi tu wa kung'ang'ania Roho wake, kama yule mwanamke wa Luka 18 alikuwa anaenda kwa kadhi dhalimu. Lakini sasa tunaenda kwa Baba anayetustahimili, ambaye anatutakia, anatamani kutupa vipawa vyema. Kama kutatokea nini kama tutaomba kwa imani? Jazo Roho Mtakatifu, utomvu. Kumbuka somo la jana, utomvu. Nani kutatokea nini? Kitakachotokea ni kwamba tutazaa matunda sana. Tazo kidogo sana. Tumeona moja ya somo la wiki hii kwamba kupitia kwa Roho, matunda ya Roho ni nini? Pendo lile ambalo limejaa ndani yake nini? Unyenyekevu, utu wema. Yaani kama kanisa tutakuwa mfano wa namna ambavyo Kristo alivyo, kwa sababu tunasukumwa na Roho wake ndani yetu kutenda matendo yaliyo mema. Nzuri sana. Sasa tulikubaliana kwamba hii sio hali iliyopo ya kuomba mara kwa mara kama kanisa. Unadhani kitu gani unatoa ushauri kifanyike ili yawepo mabadiliko tuombe mara kwa mara? Kwanza kujitambua tuko wapi. Maana bila kujitambua ni bila kujitambua tuwezi. Tunaweza tukajiona tu tajiri, tumeshiba. Sasa wale wahubiri wa kukemea kanisani, wale wa kukemea wanakaribisha, utapewa nafasi siku nyingine kweli? Au huwezi kupewa nafasi. Sasa tutafanyaje kuliamsha kanisa? Tutaanza kwa kujitambua, lakini kukemea pia hali zetu, kuita mabadiliko. Wewe uko uchi. Sasa kumwambia mtu mzima uko uchi kwa hekima, na yeye anaona amevaa zipo imefunga, ukweli mchungu. Wewe ushaona
umepanda pale mimbarani afu kumbe ulienda toilet, ulirudi au kufunga zipu, utapata aibu. Mara nyingi mimi iliponitokea mtu alikuwa anakuja taratibu, Pastor Samani, hebu angalia zipu kidogo, kwa sababu kwanza anafanya kwa utaratibu, japo tayari ni aibu, una aibu, lakini anafanya kwa, yani anaogopa pia kwamba unaweza usijisikie vizuri. Kwa hiyo anakuwa kama anaomba msamaha. Sasa sisi hali yetu ni mbaya zaidi ya zipo, kwamba tumesahau. Yaani hali ni mbaya. Tunaiona kama tuko vizuri, effort tunafanya. Lesoni tunajadili, Biblia tunajifunza kila siku. Unabii alafu unasema una roho. Unasema shule, unasema sina upendo. Mbona nawapeleka watoto shule? Nahitaji nini? Zaka natoa, effort nafanya. Kila siku eti kuwa na uhitaji, nataka utovu kila siku, nikae. Hiyo ni ombi letu. Kwa hiyo sasa mimi kama nakukubaliana na wewe, kuna nabii mmoja aliambiwa, si Isaya yule, akasema piga kelele usiache, waambie watu wangu kosa langu. Issue ni kwamba anasema mimi nimesema nimechoka. Ongea. Mbona anasimama mlangoni, yeye anabisha, anagonga. Kwa hiyo na sisi lazima tubishe. Kama tunamhitaji roho, hii haitoshi. Programu hizi hazitoshi. Tunamhitaji Yesu, tumjue Yesu, tunahitaji roho wake, tunahitaji kunyenyekesha. Siku za maombi, siku za neno, nafasi tumpatie, sio maprogram tu. Ratiba imeshonana, ni shughuli zetu, hakuna kukaa, hakuna kutulia. Kataa kelele. Lazima tuwe na utulivu, ikiwa kama tutakana tutampokea Roho Mtakatifu. Hizo ndio hali zetu, ndio uhalisia wetu. Tuchukue hatua. Una ushauri gani zaidi? Tuchukue hatua. Yeye mtu anavyo kama ulivyosema, anavyokuambia jirekebishe, unaupokea sawa, ni aibu, lakini ndio uhalisia. Wewe jitihada ya kwenda kujirekebisha, ndio niseme hakuna njia nyingine ya kuweza kukusaidia zaidi ya wewe kwenye kujirekebisha, kwamba sasa nitakiwa nipite katika njia hiyo sahihi. Wewe mwenyewe kwanza kuchukua hatua kwa sababu yani kama wewe mwenyewe haitakuuma kwamba ninaaibika. Sasa twende personal zaidi. Kuna hatua ambazo nimeanza kuzichukua, utashare na wewe kama utakuwa comfortable. Hatua ambazo nimeanza kuzichukua, maana tunapeana maarifa. Mimi niligundua kwamba Laodikia au upofu ni ugonjwa ambao huwa Laodikia ninafuata vipofu wa barabarani, kwa sababu wale wanajua mimi ni kipofu. Ila sasa wewe ni kipofu afa hujui. Kwa hiyo la kwanza nimeanza kuomba Mungu nifungue macho, kwa sababu macho yangu yananidanganya. Nifungue macho nione uhitaji wangu. Siwezi kufunga kama sina mzigo wa kuombea. Siwezi kukutafuta kama naona nimeshakuona tayari. Wewe fungua macho. Nilikuwa nikiomba pia habari ya Roho Mtakatifu, lakini nimeona tu kuomba kwa jumla, nipe Roho Mtakatifu tu, haiendi namna hiyo, kwa sababu Roho Mtakatifu anamwagwa kwa mahitaji ya huduma, karama, na kama ni ukuaji wa mahusiano katika eneo gani ambalo unahisi nimepungua. Kwa hiyo ninaenda kwenye yale maeneo, namwambia Mungu, kwa jinsi ulivyonifunua, hiki ndicho ninachokijua. Hapa ndio nahisi kiu zaidi. Niondolee, nijaze. Amina. Nipe kiu ya kujifunza, ya kukuelewa. Nasoma ndio maandiko, lakini ya kukuelewa. Unajua unaweza kusoma Biblia ni siku hizi amwandikiani barua. Zamani hizo barua ulikuwa unaweza kurudia hata mara 3 mara 4. Na kadri unavyosoma ndivyo unavyozidi kumuelewa. Kwa hiyo nasema Mungu, kila nikirudi nipate picha yako, nizidi kukuelewa. Hata yale maeneo ambayo sijajua bado, kama ninavyokuelewa hivi napata utamu, nataka utamu zaidi. Amina. Uzoefu wako kama upo. Mimi kwa kweli jambo ambalo naombea na hata nazidi kuombea kila siku katika maisha yangu, moja hapa tuko msiku mbali na wewe, Roho Mtakatifu
kuingia ndani yangu, kunibadilisha, kunifanya kuwa mtoto wake kweli. Amen. Na kitu kingine ambacho moyo wa jiwe azidi kutoa, azidi kunipatia moyo laini. Amen. Nizidi kuwa tayari kupokea, kuona kwamba bado sijafika. Hicho kitu ni kweli, kuna muda unaweza kuona lakini najua, lakini baadaye ukambona kama napungukiwa na vitu, lakini kwa sababu sikukaa katika ile neno ipasavyo. Kwa naomba pia Mungu anipe muda wa kutosha na yeye. Hii ya dakika chache haitoshi bado. Hii kutegemea siku moja. Na ukiliombea sana unajikuta unapata sasa. Unaanza kupata. Ukiliombea sana hata muda wa maombi unaupata. Mungu anakupa nguvu. Rafiki yangu, tunatamani kusikia na wewe uzoefu wako kutoka pale, tutabarikiwa sana. Roho wa Mungu anamwagwa mpaka sasa hivi na kila siku yupo anapatikana. Kwa nini tusianze kumwomba hata kwa siku ya leo? Atumwagie Baba. Baba yetu wa mbinguni, mpaji wa vipawa vyema, unayemwaga Roho Mtakatifu kwa watoto wako wanaomhitaji hata sasa. Tumefungua mioyo yetu sasa. Tumwagie Roho wako. Fungua macho yetu, mioyo yetu, na sasa pia kwa hiari yetu pia tunasema tufanyie unavyotaka. Tumwagie Roho wako. Fungua macho yetu, fungua akili zetu, fahamu wetu, na neno lako lizidi kutuonyesha Yesu zaidi na zaidi, utajiri wa hekima. Tupatie imani, tupatie matendo ya haki ya Kristo, yale ya Kristo yenyewe ya kumshuhudia Yesu mwenyewe. Baba, fanya hivyo kwa mtumishi wako anayesikia neno hili. Jaze Roho wako na turudishe wote tena kwa masomo mengine kama haya wiki ijayo, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Tumefunga wiki hii ya kwanza kabisa na somo letu tulikuwa tunasema kukagua uhalisia. Amen. Somo la pili tunaenda kuangalia wiki ijayo ni kumjua Mungu. Kumjua Mungu. Kumjua Mungu. Sawa. Mimi ni Arnold Lubinza. Nami Enos Mwakalindile. Hapa ni Temboni, Dar es Salaam. Karibu sana, usahau kusubscribe, kulike, share pia na jirani yako, na tuzidi kupata. Amen. Kutambua uhalisia wetu. Amen. Itamsaidia pia katika mabadiliko. Amen. Mungu akubariki sana. Wakati mwingine, hii ni Maisha Kamili. Amen.